Sapporo walianza safari na Mashujaa goli 2-1, wakamfunga pia JKT Tanzania goli 1-0, bila kusahau mchezo wa jana ambao ilitoa dozi nzito zaidi goli 5-1 dhidi ya kikosi cha Pamba Jiji. Mechi ambayo inayofuata ni tarehe 11 KMC Complex, kati ya wamiliki wa uwanja huo KMC Football Club dhidi ya kikosi Simba Sports Club ambao wao ni wapangaji. Mechi ambayo itachezwa kuanzia majira ya saa 10 jioni siku ya Jumapili. Na kwa sasa kuna kwa msimamo wa ligi, Young Africans katika michezo 26 wana alama 70, nafasi ya pili ni Simba Sports Club katika mechi 25 wakiwa na alama 66. Simba akiwa amesalia alama 3 pekee kufikisha idadi ya alama za msimu jana. Msimu jana katika mechi 30 za Simba alikuwa na alama 69 ambazo waliwiana na Azam Football Club. Utofauti ulikuwa kwenye nafasi. Azam nafasi ya pili, Simba Sports Club walikuwa nafasi ya 3, na ndipo ambapo ampata tiketi ya kucheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tupana Murtaza Mangungu, huyu ni mwenyekiti wa wanachama upande wa wanachama, ni mwenyekiti wa Simba Sports Club katika upande of course wa wanachama. Nje vyo vingine ambavyo navifahamu, yeye anaamini kabisa kwamba Simba kwa kiwango alichonacho kwa sasa wapo na utayari mkubwa zaidi kukabiliana kwa kila game, ikiwepo mechi ambayo imepangiwa tarehe. Hii ni mechi namba 184 ya Kariakoo Derby na itachezwa tarehe 15 ya mwezi Juni, na haamini sana kwa wale ambao wanaendelea kugomea kutokupeleka timu uwanjani, na akiweka vioja ambavyo vinahusiana na hiki kinachoendelea kwa sasa. Ratiba imepangwa, itakapofika maandalizi yetu sisi ni yale yale ya mechi zote. Mechi hiyo sisi kwetu ni mechi ya kawaida, wala haina tofauti na mechi nyingine. Sisi tuko tayari kwenye kushiriki hizo tarehe kwa sababu tunaamini kwamba tutakuwa tumeshamaliza mashindano ya Afrika. Pia inaweza kawa tumemaliza FA kwa maana ya nusu finali, na sijajua tarehe ya finali ya kombe la shirikisho hapa nchini. Tutakuwa tayari sisi kuendelea na michezo yote iliyobakia ligi. Mechi hiyo ni mechi ya kawaida kama mechi nyingine. Mimi sielewi yani wanavyosema wachezi, mimi huwa siwasikilizi yani. Jambo la maana naweza kulisikiliza kutoka kwao. Unajua mpira una taratibu zake katika usimamizi. Kama mamlaka zinazosimamia mpira zimeshapanga ratiba, badala yake ni kusubiri hiyo tarehe ifike na tuweze kwenda mchezo. Hizi kelele za nani, mambo ya kusutana, mambo ya kwenye mashindano ya vigola huko, sijui kwenda nini, sijui kumuitia kwenda kusutana, sijui kumkodishia, kumshutumu mtu, kumshushia mtu hadhi yake, kumdhalilisha, kumuona kwamba hafai. Mbona kipindi ambacho wao wanaona kwamba walikuwa na mafanikio, waliokuwa wanaongoza na kusimamia mpira ni hawa. Sasa hivi hawana imani nao, lakini kutokuwa na imani ni jambo lote. Okay, Murtaza Mangungu, lakini kupitia ujumbe wa CAF ni kwamba amekuja kufanya ukaguzi kuna uwanja wa Benjamin Mkapa ambao unatajwa finali ya mkondo wa pili kombe la shirikisho barani Afrika itachezwa uwanja Benjamin Mkapa endapo tu watathibitisha utayari mkubwa kiasi gani. Sasa wamekuja kufanya ukaguzi kwenye eneo la kuchezea. Tupona CPA huyu Issa Basudi, huyu ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi Simba Sports Club, akatupa taarifa ambayo inahusiana na wao CAF kwa ajili ya ukaguzi huo. Je, tarehe 25 mwezi Mei uwezekano Simba kucheza uwanja wa Mkapa finali mkondo wa pili ni mkubwa kiasi gani, licha tamko la serikali kusema kwamba of course finali hiyo itapigwa pale pale kwa Mkapa? Hii ni sehemu tu ya muendelezo wa ukarabati mkubwa unaofanyika katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, lakini haswa ile eneo la kuchezea ambalo limepewa muda maalum kwa sababu ya mechi yetu ya tarehe 25 ya finali ya Confederation. Na hii inatokana na hali iliyokuwa katika mechi yetu ya robo finali tulipocheza na Al Masry katika uwanja huu, ile hali ya maji kutuama na nini. Kwa hiyo kuna marekebisho fulani haraka ambayo CAF aliagiza yafanyike ili mchezo wetu wa finali uweze kuchezeka hapa. Kwa hiyo amekuja mkaguzi kutoka CAF kwa ajili ya kuangalia hayo maendeleo ya pichi yetu, na kimsingi hali ni nzuri, na ukiangalia kwa general uwanja marekebisho yake yanaenda vizuri, yanaenda haraka. Na maeneo mengi watu wakija siku ya finali wataona mabadiliko. Marekebisho yamefanyika makubwa sana. Kwa asilimia kubwa mchezo wetu wa finali una asilimia kubwa kabisa ya kuchezwa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wana Simba, mashabiki wa mpira wote kwa ujumla wawe tayari, wajiandae kwa ajili ya kuja kushuhudia finali ya Confederation. CPA Issa Basudi, mjumbe wa bodi ya kurugenzi Simba Sports Club, akizungumzia issue nzima ya ukaguzi ambao umefanyika na CAF kuelekea finali ya mkondo wa pili kombe la shirikisho barani Afrika. Kila mmoja hapa anatamani kumuona mnyama anakipiga uwanja Mkapa. Hiyo ndo halisia uliopo. Finali ya kwanza hapa kombe la shirikisho
kwa miaka ya hivi karibuni tulishuhudia Yanga wakiipiga pale. Si hivyo kwa hii itakuwa ni ya pili mara nyingine. Achilia mbali ya miaka hiyo naizungumzia Simba sijui 93 amecheza CAF Cup. CAF Cup. Unajua mpira ni mchezo ambao ukiachana tu na issue za performance sijui nini, lakini mchezo ambao umekuwa ukibebwa pia na imani. Yaani mchezo wa mpira wa miguu kwa mchezo wa imani. Yaani kila mtu anaamini kwamba nikifanya hiki ndio maana kuna story moja ya bwana Ederson ambaye yeye ana nguo yake ya ndani ambayo anaitumia kwa msimu mzima. Kitoka hapo kienda ya ndani hiyo msimu mzima anaitumia. Kuna wachezaji ukimuona anaingia uwanjani, kuna mwingine anaruka mguu mmoja anaingia, akichapuka touchline anaingia. Kuna mwingine atainamisha kichwa atasujudu ataingia. Kuna mwingine si utamuona akiingia uwanjani atageuka ataingia. Yaani kila mtu ana imani yake kwamba nikifanya hivi ndo nitafanikiwa. Na ndivyo the same pia kwa Simba. Yaani sasa hivi kuna imani fulani ambayo imejijenga kwa wachezaji. Tena hii kwa wachezaji achana wachezaji ambao walikuwa Simba msimu jana, walikuwa Simba msimu huu, ile feeling walianza kuifeel kwenye siku ya kwanza kabisa ambayo wanakwenda kwenye uwanja ule ambao ilikuwa ni siku ya Simba Day, wakacheza mchezo pale. Yaani kuna ile test tu fulani ya Benjamin Mkapa ambayo walianza kuipata kwa wale wachezaji wageni kina Ahoua sio kina Chamu ambao wameingia msimu huu. Hao ambao wako msimu jana kina Chemaloni kina Ngoma wanaifahamu. Kwa hiyo sasa hivi Simba naamini anapocheza uwanja wa Benjamin Mkapa kuna favor fulani ambayo anaipata anapokuwa pale. Kuna namna fulani ambayo anajifeel anapokuwa pale. Yaani kuna courage fulani ambayo inakuwa ndani yake, ujasiri fulani ambao unakuwa ndani yake anapocheza katika uwanja ule. Ndio maana kama ulikuwa unafuatilia sana maneno mengi alikuwa anazungumzwa baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch kule visiwani Zanzibar, yalikuwa ni kwamba hii mechi tungecheza kwa Mkapa hii yule angekufa zaidi ya goli moja. Unaona sasa hiyo ni belief ambayo watu wameitengeneza. Kwa hiyo sasa hiyo belief na zile imani zetu zile. Mmoja bwana akasema tunajua sisi. Najua chukua kodi hiyo. Na unajua mpaka watu wanazungumza hivyo. Hivi vitu vipo ni kwa sababu tu you can prove it kwenye vyombo vya habari of course. Kwa hiyo wanafahamu ni kwa unafanya ni mazingira gani ambayo unafanya. Mimi tuachane na wanafahamu ni mazingira gani ambayo wanajitengenezea wanapocheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Sasa badi enough ni kwamba imeingia kwa mpaka kwa viongozi wa klabu na hata viongozi wa nchi sasa hivi wanafahamu umuhimu wa Simba kucheza finali. Mimi binafsi mwenyewe naiona Simba ambayo itakuwa hatari zaidi kicheza uwanja wa Benjamin Mkapa kuliko uwanja mwingine wowote ule. Kwa hiyo ni lazima juhudi zifanyike. Kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa umekuwa ni uwanja ambao una asilimia umekuwa unakumbwa na issue za asilimia sana. Yaani ule uwanja mwaka huu tu umekuwa sijui na asilimia mara ngapi. Ukarabati umefikia asilimia 80. Itatolewa pale asilimia. Wakamba mimi comment yake nishamuelewa. Kwa saizi hawezi kutoa comment yote mpaka pale atakapoona sasa hapa game inapigwa, anaona kitu kimeshakamilika. Tuwe matomaso. Tuwe matomaso. Na mimi niliungana na wewe. Shida ya sasa hivi 70 80 shida iliyopo sasa hivi ni kwamba mara mwisho aliongea naibu waziri Mheshimiwa Miss ambapo alisema kwamba eneo la kuchezea halina shida. Lakini changamoto ya Benjamin ni eneo hilo la kuchezea watu wakiwa wanacheza. Yaani ukipaona hivi watu hawajacheza fresh. Lakini watu wakishaanza kukimbizana mule ndani ndio uwanja unazidi kutifuka. Kwa hiyo sasa CAF wao wamekuja kukagua. Issa Masoud katuambia kwamba wameridhishwa na Simba anaweza akacheza pale. Mimi katika kitu ambacho niliacha kuamini maneno ya viongozi wa mpira wa nchi wengi, sio wote, wengi. Ila unaamini katika utekelezaji? Mimi naamini katika mpaka nione. Mimi nimekuwa Tomaso kwenye mambo, hasa mambo yanayohusu uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi naomba niwe Tomaso. Yaani siku nikiona CAF wamepost kwamba Simba and RS Berkane second leg venue Benjamin Mkapa, ndio nitasema CAF wameupitisha. Lakini hivi watazungumza sana, kwa sababu shida moja kilichoharibu ule uwanja ni mvua. Mvua ikinyesha ule uwanja sasa hivi yani kiufupi umerudishwa kama ulivyokuwa. Yaani sio kama umefanywa ukarabati, umerudishiwa kama ulivyokuwa. Uwanja unaharibika lini? Uwanja unaharibika mvua ikinyesha. Msimu huu ni msimu mvua. Mvua bado zinanyesha. Na nilikuwa naangalia ni jana kama sio juzi, nilikuwa naangalia utabiri wa leo. Mvua jiji la Dar es Salaam zitaendelea mpaka mwanzoni mwa mwezi wa 6. Kwa ina maana finali inafanyika lini? Finali inafanyika mwishoni mwa mwezi wa 5. It means kipindi cha finali mvua zitaendelea kunyesha. Kwa hiyo CAF sasa hivi watakachokuwa wanaangalia, je, huu uwanja mvua ikinyesha unachezeka?
kinapita, yani sio kwamba uwanja ukiutazama unatazamika, mvua ikinyesha kinapigwa.